Watazamaji, kipindi ni mimi na Tanzania. Karibuni tena katika kipindi chako kipendacho hiki. Huu ni mwendelezo wa kipindi kilichopita ambapo tulikuwa tukimhoji Mheshimiwa Halima Mdee, mbunge wa jimbo la Kawe kupitia tiketi ya Chadema. Alizungumza mambo mengi sana, maendeleo na kitu gani anachowaza katika jimbo lake. Lakini vile vile kama mbunge, kama mwanamke, kama dada yetu, anazungumzia changamoto, anazungumzia ndoto zake za hapo baadaye. Tumsikilize. Ni kutoka Dodoma, hoteli ya St. Gaspar, nikiwa na Mheshimiwa Halima Mdee. Mheshimiwa Halima Mdee, tunaendelea na kipindi chetu. Sasa umezungumzia mambo ambayo umekuwa ukijitahidi sana kuleta maendeleo katika jimbo la Kawe. Lakini kuna changamoto. Kabla ya changamoto, nataka uniambie ni mambo gani ambayo unadhani leo hii unajivunia sana kama mbunge wa jimbo la Kawe. Wapiga kura wako wanataka kujua kweli mbunge wetu alichofanya ni hiki. Kila mtu akiamka sasa nani yule, pamoja na kwamba yote barabara bado zinaendelea kujengwa, umeme unaendelea kuletwa, lakini kuna mambo ambayo kweli Mheshimiwa Halima amevalia njuga na amefanikiwa. Yapi ambayo unaweza kuzungumzia? Tuongelee ardhi, tuongelee elimu. Ya, mimi labda kwanza niseme, wakati ninaomba ridhaa nilisema kwamba mtu mmoja sio Mungu wala sio malaika. Huwezi kufanikisha kila kitu ambacho kila mtu anataka. Na mpaka leo unaweza ukaenda Kawe, watu wakalalamika sana pia kuhusiana na bunge. Lakini la muhimu ni kwamba unafanya kile ambacho muda wako ukiisha utakuwa na uwezo wa kusema jamani, nimefanya hapa kwa vigezo hivi. Siwezi kumaliza matatizo yote. Kitu ambacho kimoja ambacho niliahidi sana, kwanza ni kuhakikisha wananchi ninaowaongoza wanafahamu mafungu yanayotengwa kwa ajili ya maeneo yao, mafungu ya maendeleo yao yametengwa ama hayajatengwa, lakini wafahamu. Na ni utaratibu ambao tuliuanzisha kila baada ya vikao vya bajeti. Tunafanya, ukiachilia mikutano mingine ambayo iko katika utaratibu wa kawaida wa kazi, lakini kila baada ya bajeti, kama ambavyo tutatoka sasa hivi Dodoma, lazima tufanye mikutano kila kata. Na tunapofanya mikutano kila kata, tunaainisha kwa wananchi kuna fedha gani ambazo tunatarajia kwa mwaka huu wa fedha zitakuja katika miradi kadha wa kadha. Fedha sio nyingi, ni kidogo, lakini mimi naamini kwamba tukishirikiana kusimamia mambo yataenda. Lakini ukitarajia mbunge asimamie peke yake, mambo yanaweza yasiende. Kwa ni utaratibu ambao tumeuanzisha kwamba kila mwaka baada ya bajeti tunafanya vikao na wananchi na kuwasomea miradi ambayo inatakiwa itekelezwe katika mwaka huu wa fedha. Lakini mwaka wa fedha vile vile ukiisha, kama miradi haijatekelezwa na mwaka mpya umeanza, katika ule mwaka mpya ambao tutaenda tena kuongea na wananchi, tutawaambia kwa nini huo kufanyika, na kama mwaka huu wa fedha umechukua kile kiporo ambacho kilibaki mwaka jana. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikiahidi kwenye majukwaa, ni kitu ambacho tulishakifanya mwaka jana, kitu tutaendelea kufanya mwaka huu. Tutengeneze wajibikaji wa pamoja, lakini vile vile tuzuie watu ambao sio waaminifu wasiweze kutafuna pesa za wananchi. Lakini kingine ambacho naweza nikasema nimekifanya, na sio kwamba kina mafanikio kwa 100%, lakini ni kinaonyesha njia. Baada ya kumaliza mikutano mingi sana ambao ninafanya mikutano mingi sana jimboni, lakini pia kuna changamoto, wananchi ni wavivu wa kuja kwenye mikutano. Hiyo ni tazungumza sasa kwenye changamoto. Ya. Kwenye changamoto. Nimetembelea shule za jimbo na shule 55. 15 za sekondari, lakini vile vile 40
za msingi. Na katika shule ambazo nimezitembelea za umma, sio za binafsi, za umma kwa sababu ndio zinagusa wananchi wengi wa kawaida. Tumekutana pia na walimu wote. Yaani katika shule, kila shule tumekutana na walimu. Na actually walimu karibia shule zote, naweza kusema zote, wanashangaa kwa sababu hawajawahi katika maeneo mengi waliopitia kufanya kazi mbunge kuja kusema nataka nikae na nyie ili niweze kujua kwenye viganja vya mikono yangu walimu kwenye jimbo langu wana masuala gani. Naweza nisiamalize, lakini niyajue, niyapigie kelele ili niwe nimetekeleza wajibu wangu, kwa sababu kazi ya mbunge ni sauti ya wananchi wake. Mbunge hana fungu wala hana bajeti. Yeye ni sauti ili zile mamlaka zenye mafungu ziweze kuleta mafungu kwa wananchi. Maana sometimes tunaambia mbunge leta greda. Mbunge greda anatoa wapi? Umeelewa vitu kama hivi. Kwa kwenye shule pia nikagundua mengi ambayo ni kinyume kabisa na jinsi serikali inavyosema. Kwa mfano, kitu ambacho tu ni cha kawaida sana, serikali inasema tunaleta capitation grants kwa ajili ya kuhudumia shule, kuhudumia baadhi ya mahitaji ya wanafunzi, 15,000 shule ya msingi, 25,000 kwa shule ya sekondari. Nimeenda kwenye shule zangu za jimbo, kuna kitu kama hicho. Sasa matokeo yake ni kwamba kwa kuwa najua walimu wetu wenyewe, wao wenyewe ni maskini, serikali haileti fedha ambazo inaahidi italeta. Sasa matokeo yake ni kwamba wazazi inabidi wachangishwe. Sasa kujua masuala kama hayo yanatufanya sasa sisi tukija kwenye vyombo hivi vya maamuzi kuweza kuiambia serikali kuliko kudanganya na kutokufanya kile ambacho umeahidi kufanya, bora mbadilishe sera ya elimu ili mzazi ajue kabisa kwamba serikali yake imeshindwa kusomesha watoto bure kama ambavyo inasema. Kwa hiyo mimi katika umaskini wangu mdogo basi nidundulize, nikijua na mtoto darasa la 7, nidundulize nijue kwamba mwaka ukianza ama na mtoto darasa la kwanza, mwaka ukianza nina fedha hii natakiwa nikalipe outrightly pale ninapomwandikisha mtoto. Sasa matokeo yake, kwa sababu serikali ikiwa kwenye majukwaa inazungumza lugha tofauti, sio? Wazazi wanapata lugha tofauti kutokana na majukwaa ya kisiasa. Ukienda kwenye uhalisia kwenye shule, serikali haipeleki fedha, na hizo kiduchu inazopeleka haipeleki kwa wakati mwafaka. Matokeo yake kuna vita baina ya wazazi na walimu. Wazazi wanaamini walimu wanawaibia. Walimu wanajua kabisa serikali haileti pesa. Walimu wanajua watoto bila kuwafanyisha mitihani, watoto wao watashindwa kuja kufanya mitihani yao ya baadaye ya kumaliza ama darasa la 4 ama darasa la 7. Kwa lazima wawachangishe. Kwa sasa vitu kama hivyo vinatusaidia sasa sisi tunakuja huku tunatoa mawazo yetu. Sasa kutoa mawazo ni kitu kimoja. Wazo kuchukuliwa na kufanywa kazi kitu kingine. Kwa unakuwa umetekeleza wajibu wako kama sauti ya wananchi wako. Kwamba jamani, kwangu kwenye elimu kuna hili. Shule ya Kawe jimbo ina upungufu madawati 6,000. Jimbo moja madawati 6,000. Jimbo la mjini, jimbo analokaa viongozi. Sasa unapata picha kama jimbo ambalo liko pua na mdomo na wanapokaa wakubwa. Hivi haya majimbo ambayo yako huko pembezoni hali yao ikoje? Kwa kuna vitu ambavyo haujavifanya kwa mantiki ya kutatua matatizo ya madawati, kutatua matatizo ya upungufu wa walimu, kutatua matatizo ya matundu ya vyoo, kutatua matatizo ya madarasa, lakini umeona mzigo, kwa unajaribu kuchukua ule mzigo kwenda kusaidiana na watu kupeleka kwa mamlaka husika kama mamlaka itasikiliza. Lakini umezungumza swala la ardhi. Ardhi ni changamoto kubwa. Si Kawe, nchi nzima. Yaani kama kuna kitu ambacho kinaweza kikaja kuleta vita, kama kuna kitu ambacho kitaweza kuleta vita Tanzania, si kingine bali ardhi. Sababu kwanza, kama nchi hatuna mfumo ulio sahihi wa kubainisha ardhi ipi haina watu, ardhi ipi ina watu, ili tuweze kupangia mikakati ardhi ambayo haina watu. Ni aibu kabisa nchi
yenye hekta milioni 88 kwa ujumla wake, za kilimo milioni 44, lakini haijui kabisa, haina land bank ya kutosheleza kuweza kujua sawa kama wanakuja wawekezaji, maslahi ya wananchi wa kawaida yako wapi, maslahi ya wawekezaji yako wapi. Mnada unapigwa wa ardhi ambayo iko wazi kwa wawekezaji, inayojumuisha hata wananchi ambao wako huko ndani. Kwa tatizo la ardhi ni pana, ni kubwa na linatisha. Sasa nikija Kawe, bado changamoto ya ardhi ni kubwa. Ninashukuru kwamba tulipozungumza ardhi kwa ujumla wake, kipindi kile alipokuwa Lukuvi, ni Mheshimiwa Lukuvi, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, aliunda kamati ambayo ilibainisha maeneo ya wazi yote ya mkoa wa Dar es Salaam yaliyovamiwa na kupendekeza hatua za kuchukuliwa. Sasa tatizo ambalo tunalo kama nchi, tunaunda kamati inapendekeza, inapokuja usimamizi wa utekelezaji wa yale mapendekezo ya kamati ndio tatizo. Matokeo yake ni kwamba open spaces yes zimejulikana, lakini tunajiuliza ngapi mpaka sasa zimerudishwa. Bado kama bunge tunaendelea kuongea, tutaongea sababu tunazijua na zipo. Sasa je, kwa nini mamlaka husika isiende kutekeleza? Ndio inakuja changamoto sasa. Tutajie changamoto zenyewe hizi. Sasa tukija kwenye changamoto. Kwanza kama mbunge ni mmoja ambaye anasaidiana na diwani, anasaidiana na wenyeviti wa mitaa. Kuna changamoto kubwa sana kwamba kuna baadhi ya watu waligombea nafasi ama za udiwani ama za wenyeviti wa mitaa ama vitongoji kwenye vijiji, lakini hawajui wajibu wao ni nini. Na kwa kuwa hawajui wajibu wao ni nini, baadhi, sisemi wote sababu kuna ambao ni makini, baadhi wanakuwa hawatekelezi wajibu kabisa sababu hajui wajibu wake ni nini. Sasa matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba mbunge kwa kuwa ni accessible, sababu kijiweka wazi, na kiongozi wote lazima ujiweke wazi kwa watu ambao wamekupa dhamana, unakuta masuala ambayo yangeweza kumalizwa na mwenyekiti wa mtaa, yangeweza kumalizwa na diwani, yote yanakuwa ya kwako. Yaani chain ya kufanya kazi ni tatizo kubwa sana. Lakini pili, tuna tatizo kubwa sana la watendaji wetu. Hasa kwenye sababu sisi tuna deal matatizo ya watu wetu yanatatuliwa moja kwa moja na halmashauri. Wala utarajii wizara itaingia katika yale masuala makubwa ambayo halmashauri haina mamlaka nayo. Sasa unapokuwa na halmashauri mbovu, unapokuwa na halmashauri corrupt, matokeo yake ni kwamba kitu ambacho kingeweza kumalizika kwa siku moja inawezekana kikachukua mwaka mzima, sababu halmashauri ni corrupt. Sasa sisi Kinondoni tumekubaliana kwamba hatuwezi kuvumilia kuwa na watendaji wabovu. Baraza la madiwani lina mamlaka ya kupendekeza hatua za nidhamu kuchukuliwa kwa mfanyakazi pale ambapo tunadhani ameenda kinyume na kanuni zake za utumishi. Tumeshaanza kuchukua hatua. Kuna watu 3 ambao walishaandikiwa waeleze kwa nini wasichukuliwe hatua kwa kushindwa kutekeleza wajibu wao. 3. Kinapozungumza 3, sisemi kwamba manispaa yetu ni safi. Yaani karibia kila sehemu ni pabovu, lakini huwezi kuondoa wote kwa wakati mmoja. Kwa kuna changamoto hiyo. Lakini vile vile kuna changamoto ya vyombo vingine vinavyotakiwa visaidiane na vyombo vya halmashauri. Kwa mfano utakumbuka kulikuwa kuna masuala ya watu ambao wamejenga ama kwenye mito, watu wanavunja sheria kabisa. Wanajenga kwenye kingo za mito kinyume na sheria ya mazingira, wanajenga kwenye kingo za bahari kinyume na sheria za mazingira.
Sasa unakuta kwamba halmashauri inaweza kufanya kazi yake, baraza la mazingira likafanya kazi yake. Baraza la mazingira linahitaji polisi ikawasaidie wakatekeleze wajibu. Hapo nako unakuta utata mwingine. Kwa ufupi ni kwamba unakuta system nzima inapokuwa corrupt. System nzima inapokuwa corrupt, vitu vingi vinashindwa kufanya kazi. Lakini unakuta kwamba katika hiyo system kuna watu ambao wamenyoka, lakini watu wamenyoka wako katika level ambao sio ya kufanya maamuzi. Kwa sababu unakuta kuna changamoto kubwa sana za kitendaji, lakini pia zaidi watu wanapochagua pia wanakuwa na expectations kubwa sana. Wanakuwa na matarajio yaliyopitiliza kwa sababu sio kila mtu ambaye anajua kazi na mipaka ya mbunge. Mwingine anajua akichagua mbunge basi mbunge anaenda pale anapata bajeti yake kama wizara kwa ajili ya kutekeleza masuala mbalimbali kwenye jimbo lake. Kumbe sio kweli. Ni mbunge ana mshahara tu, analipwa mshahara pale kama mtumishi wa umma, lakini anatarajia kuweza kupata fedha kwa ajili ya kutekeleza shughuli mbalimbali za maendeleo kwa wananchi wake kutoka na ama mfuko mkuu wa hazina ama halmashauri. Kwa hiyo ni changamoto kubwa, lakini tunaelimishana kwa kadiri siku zinavyoenda. Lakini zaidi pia wananchi kuhudhuria vikao. Kuna changamoto, na hususani mimi siwezi kucomplain sana, lakini kuna tatizo kubwa sana la kuhudhuria vikao vya mitaa. Sababu mitaa ndio kila kitu. Yaani naweza nikasema hakuna kiongozi ambaye ana nguvu kama kiongozi wa mtaa, kwa sababu maendeleo yanaanza kwenye mtaa. Maendeleo hayawezi kuwa jimboni kiujumla wake wakati kwenye mtaa mambo sio mazuri. Sasa kuna changamoto kwamba kuna uvivu wa kwenda kwenye vikao, lakini vile vile tuna wenye vitu wa mitaa ambao hawaitishi vikao. Kwa sasa hivyo ni vitu ambavyo lakini tunajaribu kukabiliana nao kwa kadiri ambavyo tunaona inafaa. Swala la ardhi nikirudia, wakawe bado ni tatizo, lakini tumepunguza kwa sababu spidi ya kuuza maeneo ilikuwa ni kubwa, lakini sasa hivi ni ngumu kukuta maeneo mapya yanauzwa kinyume na utaratibu, ni ngumu. Lakini vile vile kuna changamoto nyingine mpya imekuja ya wavamizi ambao naamini baada ya kuiaddress katika mazingira mbalimbali inaonekana itamalizika. Na ikimalizika kwa kweli tunaweza tukasema ni progress kubwa, lakini bado changamoto ni nyingi, lakini tunajaribu kukabiliana nazo kwa kadiri ya uwezo. Nafasi ya mwanamke katika jamii. Wewe kama mwanamke na uligombania ubunge kupitia jimbo la Kawe na ulipambana na wanaume. Hebu tueleze sarakasi zake. Sarakasi sio, yani unajua ukiwa umeiandaa kisaikolojia kwamba inaenda kwenye vita na hii vita nataka nishinde, uangalie kwenye vita kuna askari aina gani. Yaani uangalie kama kuna komando, uangalie kama kuna askari wa kawaida. Yaani uangalie kama mtu ana mabomu, uangalie kama mtu anatumia bastola. Yaani wewe umeamua kwenda kupambana, kwa wewe unaenda kupambana pasipo kujali huyo anayekuja anakuja kwa utaratibu gani, kwa sababu wewe tayari umeshajisheheni zile silaha zote ambazo unadhani zinafaa. Kwa mimi kwa kweli, yani to be honest, changamoto ambazo ningekutana nazo sikuona kama ni changamoto, kwa sababu tayari nilikuwa nimeshapitia kwenye training mbalimbali za uongozi na nikapitia kwenye training mbalimbali za campaign na mwanamke kwenye campaign. Kwa tayari nikawa nimeandalia kisaikolojia kwamba ni swala la kawaida kabisa ukienda kwenye mkutano iwe wa nje ama wa ndani kukutana na mtu ambaye atazungumza maneno yanayokukashifu kutokana na jinsia yako
ama yes, kutokana na jinsi yako, sort of, kutokana na jinsi yako. Lakini kwa kuwa tayari ulishajiandaa kisaikolojia kwamba una expect kitu gani, kwa maana yake tayari hicho kitu unakuwa majibu unayo. Sio kama umenielewa? Sasa ukidandia trend, yani ukiwa unaenda kugombea kwa kujaribisha, maana yake ni kwamba unakuwa haujajiandaa tokea mwanzo physically, lakini vile vile mentally. Kwa mimi kuna vitu vingi vilikuwa vinasemwa, lakini vitu vingi vinasemwa unakuta jinsi hiyo hiyo ambayo ina mtu anatarajia inipinge mimi, inanisupport mimi, kwa sababu tayari wanaamini kwamba huyu ni Halima na sio Halima mwanamke ama mwanaume. Sababu tunamwamini huyu kwa sababu tukimchagua anaweza kaenda akatusemea. Sababu la muhimu kwa mtu yote anayetaka kugombea, angalia anataka nini. Kwa nafasi ambayo unaitaka lazima ujiandae kwa changamoto ambazo utakutana nazo mbele na kwa uzito wake. Mheshimiwa, nini maono yako kwenye swala zima la viti maalum? Viti maalum ni kumjenga mwanamke au kumbomoa? Viti maalum ni kumjenga mwanamke. Na siku zote huwa anapinga mtu ambaye anasema viti maalum ni kumbomoa mwanamke. Ni kumjenga mwanamke kama vikitumika ama vikipatikana utaratibu unaoeleweka. Sababu wewe unajua kwamba katika mfumo si tumetoka kwenye ama tuko kwenye jamii ambayo bado mfumo dume ni mkubwa sana. Sasa jamii ambayo mfumo dume ni mkubwa na unataka kuinyanyua hii jinsi ambayo iko chini, lazima utengeneze mazingira ya kumpa huyu mtu exposure. Kwa kwangu mimi viti maalum ni kama exposure ya kisiasa. Mtu akishapata exposure ya kisiasa, aende sasa kwenye ile mainstream politics, kwa mantiki ya kwenda sasa kwenye jimbo. Kwa sasa kwangu mimi viti maalum vinatakiwa vitumike kama daraja kwenda kugombea jimboni. Ikitumika kama daraja, inakuwa imekidhi lile lengo la kuwekwa kwake. Likitumika kama jimbo la uchaguzi, ndio inakuwa ni tatizo. Na mimi naamini litafanikiwa kutumika kama daraja kama wabunge wanaopatikana kwa njia ya viti maalum ni wabunge wenye quality inayowakilisha wakina mama mbalimbali kwenye jamii yetu. Na ninapozungumza quality simaanishi shule. Inamaanisha mtu ambaye ana uwezo wa kuwakilisha kwa ufasaha jamii ambayo imetuma. Changamoto inakuja kwamba je, viti maalum vinapatikana kwa utaratibu huo kwa 100%? Hiyo ndio changamoto. Hilo tutalijibia wakati mwingine, lakini swali kwa haraka kabisa, una mawazo ya kugombania urais? Mawazo ya kugombea urais sijawahi kuwa nayo. Hutaki na wala hujawahi kushawishiwa? Of course, watu wanasema, yani huwezi kuzuia mtu kutoa mawazo yake kwamba yani fikiria kwamba labda au unaweza ukaja ukawa mwanamke wa kwanza rais Tanzania. Yani hivyo watu wanasema. Lakini honestly speaking, kama Halima sijawahi hata siku moja kuwaza. Sababu unajua unapowaza urais, manake lazima utengeneze mazingira kufikia urais. Sio kama umeelewa? Unaona watu ambao wanautaka urais wanaonyesha kila dalili ya kutengeneza mazingira kuweza kupata urais. Lakini mimi hawezi kuona mazingira kwa sababu sina interest na urais. Kwa honestly speaking, mimi naamini kabisa kwamba kwa kadiri ambavyo nilivyo sasa, sababu Waswahili wanasema never say never, kwa sababu huwezi kujua kesho inakuaje. Kwa mimi sio Mungu, siwezi kuona mbele inakuaje. Lakini kwa kadiri nilivyo sasa, sina hizo ndoto, na naamini kabisa kwamba kuna kutumikia taifa kwa nyanja pana zaidi ya urais. Swali la mwisho, lakini kabla sijakuuliza swali la mwisho,
tukumbushane shule, ulisoma jiografia wewe. Hebu tuambie mji mkuu wa Afrika Kusini. Durban. 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 Okay, tutawaachia Tanzania waamue. Basi ya kusema maana hii dunia na nchi sio mwenye sina sita yangu. Naweza kazailika hapa lakini Durban. Yeah, I think so. Asante, nadhani umepatia. Neno lako la mwisho kwa watazamaji. Tunafunga kipindi. Mimi neno la mwisho kwa watazamaji na hasa wazazi wenye watoto wa kike, unachotakiwa ni kumwangalia binti yako machoni na kumwambia yes you can. Yaani unaweza ukaa chochote unachotaka kuwa kwenye dunia hii. Na lazima wajue kwamba kuna kukatishwa tamaa sana. Na kwa mtu yoyote ambaye anataka mkere mtu anayemkatisha tamaa, kubwa ni kukifanya kile ambacho yule anayekukatisha tamaa anakuambia uwezi. Yaani utakuwa umemuuzi afu utakuwa umeachieve ndoto zako. Sasa fikiria inakuwa tamu kiasi gani. Asante sana Mheshimiwa Mdee, tunashukuru sana. Mpenzi mtazamaji, tumefika tamati ya kipindi chetu ambacho kilikuwa ni mwendelezo wa kipindi kilichoanza wiki iliyopita tukiwa na Mheshimiwa Halima Mdee, mbunge mwanamke, kijana na machachari. Wanasema ni kati ya wazungumzaji ambao wanasikika wakisimama bungeni, basi kama ulikuwa unaongea na simu unakata kusikiliza anataka kusema nini. Lakini basi ni mfano na wanawake wengine. Nadhani tunatakiwa tujifunze kutoka kwake, na hata viongozi walioko bungeni basi waangalie mifano kama hii kwamba walimetumwa na wananchi wao na wananchi wao wanataka kuona kinachofanyika. Mpenzi mtazamaji, nisikupotezee muda kuungana na vipindi vingine vya Channel 10 kutoka Dodoma katika hoteli ya St. Gaspar. Ni mimi Hoi Stem. Nikutakia utazamaji mwingine wa vipindi vinavyofuata vya Channel 10. Nimshukuru cameraman wangu Kim Magawa. Nikuage kwa siku ya leo. Kwaherini.